Kisa cha mauaji baada ya kijana wa umri wa miaka 19 kumdunga kisu msichana wa umri wa miaka 14 wakati wa mkesha wa matanga. Mauaji yanahusishwa na penzi lililoingia doa. Wakati huo huo, polisi wamelaani shambulio la kushtua eneo la Mwiki Kasarani ambapo mwanamke anayetambulika kwa jina Rachel Wandeto alimwagiwa petroli na kuchomwa. Mwandishi wetu Muthoni Brenda na taarifa kwa kina. Polisi katika kaunti ya Nyamira wanachunguza kifo cha msichana mwenye umri wa miaka 14 Cheryl Simiti. Yeye anadaiwa kuchomwa kisu na mpenzi wake wa umri wa miaka 19. Na kijiji wakieleza kuwa mshukiwa Thomas Obare alijiua kwa kujitoa uhai baada ya kutekeleza mauaji hayo. Sasa ubaya alikuja kama siku 3 hivi imepita. Alikuja kwa matanga hapa, na usiku wa matanga ndio alienda kwa matanga, na usiku huo ndio tulisikia ati ametunga rafiki yake kisu na ameaga. Tukiongojea tuone kama ni wapi ameenda, ndio tukastuka asubuhi ya hiyo ndio tumeambiwa ati amejiua. Matumaini yangu, msichana wangu alikuwa ananiambia, mama, usikuwe na stress, hata kama maisha ni ngumu, nataka kutia bidii nikuwe daktari surgeon, niende university nikuje kukusaidia. Akithibitisha tukio hilo, chifu wa eneo hili amewashauri vijana kuepuka masuala ya mapenzi ya mapema. Kusema kwamba katika vijana wetu ambao wanasoma, nawaambia kwamba watie fikira sao sote katika masomo. Wale watoto ambao wanasoma wasiingie katika mambo ya mapenzi ya mapema. Wakati huo huo, idara ya polisi imelaani shambulizi lililotokea eneo la Mwiki Kasarani. Kulingana na uchunguzi, mwanamke huyu alichomwa kwa sababu ya msimamo wake wa kisiasa. Idara ya polisi imesema kuwa kikosi maalum kutoka idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI inaendelea kuchunguza tukio hilo. Wiki mbili kabla ya shambulio hili, picha za Rachel zilisambaa mitandaoni baada ya picha kuenea zikimwonyesha akiwa na mchoro almaarufu tattoo ya sura ya Rais William Ruto pamoja na kauli mbiu ya 2 term. Muthoni Brenda, runinga ya TV 47.